Karibu tena Datham TV, na hapa ni mwendelezo wa stori yetu ya muuza maji kuwa daktari, ikiwa ni sehemu ya pili. Kama haujaangalia sehemu ya kwanza, ipo hapo juu. Guikia hali hiyo, hivyo akampigia simu mkuu wa idara ambaye wakati huo alikuwa anafanya upasuaji ili apate ushauri. Parkun akaweka mkono wake juu ya tumbo la mwanamke na katika muda huo aliweza kuhisi hali yake ya kimwili. Uchunguzi wake wa awali ulionyesha kuwa alikuwa na jeraha kwenye mapafu, na kwa kuwa CT scan dharura ingesababisha kuchelewesha matibabu, Parkun alisisitiza upasuaji wa haraka mara moja. Muda mfupi baadaye, Parkun alikuwa ndiye daktari wa usingizi, huku Suhian akisaidia katika upasuaji chini ya uratibu wao makini. Upasuaji ulienda vizuri sana, jambo lililowashangaza wote. Watu wakaanza kuamini kuwa timu ndogo ya Parkun ingeweza kuwapiku hata Dr. Ans hivi karibuni. Hata hivyo, shinikizo la damu la mgonjwa lilishuka ghafla na Parkun alidhani Suhian alikuwa amefanya kosa. Wakaingia katika mabishano kuhusu utaalamu wao wa kitabibu, lakini kwa bahati nzuri, yote yalikuwa kwa lengo la kumwokoa mgonjwa. Baada ya jitihada zisizochoka, upasuaji ukamalizika kwa mafanikio na sauti ya kilio cha mtoto ilileta mafuu kwa kila mmoja. Utendaji wao bora uliwapatia heshima kutoka kwa wenzao. Wakati huo huo, Dr. Moon alimkaribia Parkun akipendekeza kuwa rekodi za matibabu huenda zilikuwa zimegushiwa ili kuficha ukweli kuhusu utambulisho wa Sanghi. Alipendekeza kufanya uchunguzi mpya. Ingawa Sanghi alijisikia hana msaada, hakuweza kuvunja sheria za hospitali, hivyo akakubali kufanyiwa kipimo kipya. Baadaye, Dr. Moon alipokea diski yenye matokeo ya vipimo. Kufungua diski hiyo kungefunua utambulisho wa kweli wa Sanghi. Kwa upande mwingine, Sanghi alikuwa na msongo mkubwa wa mawazo. Akampigia simu yule mwanaume wa shati jeusi ambaye alikuwa akimzuia Parkun kugundua ukweli kuhusu mpenzi wake. Ilionekana wazi kuwa walikuwa wanashirikiana kwa siri. Akiwa bado kwenye simu, Dr. Moon aliwasili ghafla na akaomba kuangalia rekodi za matibabu za Sanghi. Hali hiyo ilimshtua Sanghi. Akajaribu kunyakua diski, lakini Parkun alimzuia. Sanghi akamtazama Parkun akitambua utulivu na kujiamini kwenye uso wake, kana kwamba tayari alijua jambo fulani. Parkun akaingiza diski kwenye kompyuta. Wakati huo huo, aliyekuwa mkurugenzi wa zamani wa hospitali, Choi, ambaye alikuwa amechukua tena nafasi hiyo, aliwasili na kudai Dr. Moon amkabidhi diski. Dr. Moon aliposita, Parkun akaifungua mwenyewe ripoti ya matibabu. Katika muda huo, Sanghi alikuwa chini ya shinikizo kubwa sana, lakini kilichoonekana kwenye skrini kilikuwa cha kushangaza. Matokeo yalionyesha figo mbili zilizo na afya njema. Licha ya kilichoonyeshwa, Parkun alikuwa tayari ametambua kuwa Sanghi ndiye mpenzi wake, Jihei. Ingawa hakuwa na kukiri, Parkun aliamini kuwa kulikuwa na sababu ya kina zaidi ya kukataa kwake, kitu ambacho alikuwa na kificha. Wakati huo huo, Dr. Moon aliamua kumwomba msamaha Sanghi. Hakutaka kufanya jambo hilo kuwa kubwa, hivyo akageuka na kuondoka jioni hiyo. Parkun aliporudi nyumbani, aligundua kuwa diski ile imebadilishwa. Kwa kweli, alikuwa ameibadilisha mwenyewe kwa siri kwa sababu alitaka kuficha ukweli kutoka kwa mpenzi wake. Wakati huo, mkurugenzi Choi alimtembelea Parkun ili kushiriki siri nzito. Alifichua kuwa wakati Parkun alipokuwa mdogo, kulitokea ajali ya kitabibu hospitalini. Wazazi wa Parkun walidai daktari aliyesababisha ajali awajibike, bila kujua kuwa mtu aliyekuwa na hatia ni mkurugenzi Choi aliyekuwa amesimama mbele yake. Wakati huo, hospitali ilikuwa inaendelea vizuri sana na mkurugenzi Choi hakuweza kuruhusu kesi ya uzembe wa kitabibu kuharibu sifa zake. Ili kuzuia kila kitu, afisa mkuu wa serikali Yen alibuni suluhisho. Kwa kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini alihitaji upasuaji wa bypass wa moyo, walipendekeza kutuma daktari mwenye uwezo kutoka upande wao kufanya upasuaji. Kwa matumaini ya kuepuka vita, viongozi wakuu walikubali na ikaamuliwa kuwa kama baba yake Parkun angepelekwa Korea Kaskazini, basi hangekuwa na uwezo wa kuishtaki hospitali na mgogoro ungeepukana. Kutokana na talaka ya wazazi wake, Parkun alilazimika kumfuata baba yake nje ya nchi. Baada ya upasuaji kufanikiwa, baba yake uliuliwa kwa ukatili na Parkun akazuiliwa katika taasisi ya utafiti wa upasuaji mchana na usiku. Alipojifunza ukweli huo, Parkun alivunjika moyo kabisa. Mkurugenzi Choi akampa mali za baba yake na Parkun alipotazama miali ya baba yake, alimwanga machozi kimya. Baada ya kujituliza, Parkun alikutana tena na mkurugenzi Choi na akampa ripoti ya matibabu, kisha akauliza kuhusu hali ya familia ya mgonjwa huyo. Ikabainika kuwa baada ya kifo cha mgonjwa,
kuzaliwa. Mwanamke aliingia katika msongo mkubwa wa mawazo na muda mfupi baadaye akafariki, mwachia mtoto mdogo. Mtoto alipitishwa kulelewa nchini Marekani na tangu wakati huo hakukuwa na taarifa zingine. Mkurugenzi Choi alionyesha nia ya kwenda Korea Kaskazini kumtafuta mpenzi wa Park-un, lakini Park-un akamwelekeze nguvu zake kwenye tukio la kitabibu na amtafute yule yatima ili kuomba msamaha. Ilibainika kuwa yule yatima alikuwa anakula chakula cha jioni na Abbott anayejulikana pia kama Dr. Han. Mkurugenzi aliwahimiza wawili hao kuoana haraka, lakini Soo-hyun akasema hakuwa tayari na kwamba alikuwa na mambo mengine ya kushughulikia. Ndani ya Lefty, Soo-hyun alimkumbuka Park-un na ikaonekana huenda alikuwa ameanza kumpenda. Baadaye Dr. Han alipitia matokeo na akawaambia wazazi wake wawie na subira na kusubiri kwa muda zaidi. Siku hiyo hiyo, mwanamke mjamzito alifika hospitalini akitishia kumuua mtoto wake mchanga kwa sababu mapanje zake zilikuwa na kasoro za kuzaliwa na hakuweza kumudimu gharama kubwa za matibabu. Licha ya jitihada za daktari kumzuia, hakukubali kuachilia kisu alichokishika. Baada ya kusikia kuhusu tukio hilo, Park-un alipata wasiwasi mkubwa sana na akakimbia kwenda kumwangalia mtoto. Alipotazama skrini, wasiwasi wake uliongezeka zaidi na akasema kwamba walihitaji kumfanyia mtoto upasuaji mara moja. Ghafla, mwanaume mmoja alisimama na kuwazuia. Alikuwa ni mwana wa Abbott ambaye alitangaza kuwa mgonjwa huyo alikuwa anadaiwa mamia ya maelfu ya pesa za matibabu na kwamba alinuia kumfukuza nje ya hospitali. Park-un alisononeka sana na hali hiyo na hakuweza kuvumilia kuona mgonjwa akisukumwa hadi kona bila msaada. Walipokuwa wakibishana, mmoja kati ya watoto wawili alipata mshtuko wa moyo. Park-un alikimbia haraka na akamwomba Soo-hyun amzuie kaka yake. Walikuwa ndugu wa baba mmoja lakini mama tofauti, na Soo-hyun alipomwona ndugu yake wa kambo hakusita hata kidogo. Park-un alimchukua mtoto mikononi mwake, akapiga magoti juu ya kitanda cha hospitali na akaianza mara moja kupumua bandia. Kwa upole, alibonyeza kifua cha mtoto kwa vidole vyake, akibadilisha msukumo wa kifua na pumzi, akirudia mchakato huo tena na tena. Hatimaye, alifanikiwa kurudisha mpigo wa moyo wa mtoto. Katika wakati huo, Park-un alihisi furaha kubwa sana, akijua kuwa ameokoa maisha ya mtoto huyo kwa juhudi zake mwenyewe. Walipoona maisha hayo dhaifu yakirejea, kila mmoja alijawa na hisia mchanganyiko. Akimtazama mama maskini na mtoto wake, Park-un akaapa kimya kimya kuwaokoa wote wawili. Ndipo akapata wazo. Hospitali ilikuwa imefanya mkutano hivi karibuni ambapo waliamua kuchagua timu mbili za kitabibu kufanya upasuaji wa moyo kwa maafisa wa ngazi ya juu. Timu moja iliongozwa na Dr. Han na nyingine ilikabidhiwa Park-un. Ingawa wapo waliotia shaka uwezo wa Park-un, Dr. Oh aliamini kuwa ujuzi wake ulikuwa wa kipekee aliposikia taarifa hiyo. Park-un alijawa na hasira kali kwa sababu afisa wa ngazi ya juu aliyekuwa akizungumziwa alikuwa Jang Suk-ju, mtu yule yule aliyekuwa na jukumu lisilo la moja kwa moja katika kifo cha baba yake. Kwa hasira, Park-un akaenda kwa Dr. Han na katika ishara ya mfano ya kukubali kushindwa, akatoa koti lake jeupe la udaktari. Alikuwa amewaelekeza timu ya Dr. Han wafanye upasuaji wa Jang Suk-ju. Lakini katika wakati huo, alibadilisha mawazo yake. Park-un akakimbilia ofisi ya mkurugenzi, akivuruga majadiliano ya upasuaji. Akamtazama Jang Suk-ju, kisha akachukua koti lake jeupe na akasema, "Naweza kushiriki katika mashindano haya, lakini nina sharti moja. Hospitali lazima igharamie gharama zote za upasuaji. Nataka kubadilisha ushiriki wangu na fedha kuwasaidia mapaja wenye kasoro za moyo za kuzaliwa, ili hospitali ichukue jukumu la gharama zao zote." Park-un alimtazama mtu aliyemdhuru baba yake, ukionekana kana kwamba alikuwa na mpango wake mwenyewe. Kisha, kwa hasira kali, akaenda kumtafuta Jang Suk-ju na kusema, "Najua kwamba sasa natamani sana kushinda mashindano haya. Nataka kuelewa moyo wako. Pia, nina hamu ya kujua utakuwaje. Omba nisikufanyie upasuaji, kwa sababu nikifungua kifua chako na kugusa moyo wako, utakufa." Mwanaume aliyesimama mbele yake alikuwa ndiye aliyekuwa na jukumu la kuajiri watoto nchini Marekani, kitimizaji agizo la aliyekuwa mkurugenzi wa zamani Choi,
ili kumtafuta mtoto aliosalia baada ya tukio la kitabibu lililotokea miaka 20 iliyopita. Ingawa yeye na Pakun walikuwa marafiki wa karibu, maelezo ya mpango wao wa kulipiza kisasi yalijulikana sana, lakini Sun Chong hakumfunulia mkurugenzi Choi utambulisho wa kweli wa Dr. Han. Wakati huo huo, Pakun zadi kuamini kuwa Sang-hee ndiye mpenzi wake Ji-hye, kwa sababu Jang Suk-ju aliwahi kumwambia Pakun, kama huwezi kuponya moyo wangu, basi hutamuona tena mpenzi wako mpendwa. Pakun alielewa kuwa Ji alikuwa na mizigo yake mwenyewe, ingawa hakujua sababu halisi. Ilibainika kuwa Ji aliokolewa na mwanaume wa mavazi meusi baada ya kuanguka kwenye ziwa, na akalazimishwa kujiunga na shirika lao kutekeleza misini siri kwa niaba ya Jang Suk-ju. Mazungumzo yao yalikatizwa na kuwasili wa mtu mwingine ambaye alikuwa tayari anafuatiliwa na yule mwanaume wa mavazi meusi. Baadaye, mwanaume huyo akaenda kwa Sang-hee na akamwomba ajiunge na timu ya Pakun ili kumpa fursa ya kumfanyia Jang Suk-ju upasuaji. Dr. Han na Pakun wakatengana, kila mmoja akiitisha mikutano ya timu yake kuhusu upasuaji. Wanachama wa timu ya Dr. Han walitia shaka uwezo wa Soo-hyun, hofia kuwa angeathiri sehemu muhimu za upasuaji. Soo-hyun akamtafuta Pakun kwa pata ushauri, na badala ya kujibu kwa maneno, Pakun alimshika mkono na akaanza kumfundisha jinsi ya kufanya upasuaji. Tukio hilo lilishuhudiwa na Sang-hee ambaye alikuwa amewasili muda mfupi. Sang-hee alijisikia kuchanganyiko, na Dr. Han aliyekuwa ametokea ghafla alijawa na hasira. Hali hiyo iliwafanya Soo-hyun na Pakun wajisikia aibu, na Dr. Han akamuita Soo-hyun aondoke. Sang-hee alikuwa na wasiwasi, akimkumbusha Pakun kuwa Soo-hyun alikuwa msaidizi mkuu wa upasuaji wa timu pinzani. Licha ya hayo, Pakun alikuwa amejikita tu kwenye kuokoa mtoto na hakujali kushinda wala kushindwa. Pakun alivunjika moyo sana kwa Sang-hee ambaye alionekana anajali tu ushindi na kushindwa bila kuzingatia mafanikio ya upasuaji. Lakini Sang-hee alikuwa na sababu zake binafsi ambazo hakuweza kumshirikisha Pakun. Kwa upande mwingine, Dr. Han alihisi kudhalilishwa kwa sababu Soo-hyun aliomba ushauri kwa timu pinzani kuhusu upasuaji. Hivyo, akamwondoa Soo-hyun kwa timu yake. Soo-hyun alivunjika moyo sana, akihisi kuwa kazi yake yote ngumu kwa upasuaji ilikuwa imepotea bure. Kupitia ushawishi wa Pakun, Soo-hyun hatimaye alikubali kumsaidia Pakun katika upasuaji huo. Wakati huo huo, Sang-hee na yule mwanaume wa mavazi meusi walifika kwenye kambi ya siri ambako walipokelewa na watu wa Jang Suk-ju. Kiongozi wa kikosi alifichua kuwa timu ya Dr. Han ilikuwa chaguliwa kumfanyia Jang Suk-ju upasuaji, na kwamba Sang-hee pamoja na mwanaume wa mavazi meusi hawakuwa na thamani tena. Mzozoro ulizuka, lakini Jang Suk-ju akatokea na akavunja mkwamo. Baada ya kuthibitisha utambulisho wa Sang-hee kuwa ni Ji, Jang Suk-ju akaamua kumwacha hai na akaamuru timu ya Pakun ishinde mashindano ili wawe ndio watakaomfanyia yeye. Sang-hee alipokuwa anaondoka, mwanaume huyo akamzuia. Wakati huo huo, upasuaji ulianza. Sang-hee alitoa dawa ya usingizi anesthesia, lakini timu ya Pakun haikuwa imefika kwa wakati na timu ya Dr. Han ilikuwa tayari imeanza upasuaji, jambo lililomfanya Dr. Moon awe na wasiwasi mkubwa sana. Hali hii ingeweza kuhusiana moja kwa moja na hali ya mgonjwa. Kwa wakati huo, Pakun hakuwa na habari yoyote kuhusu kilichokuwa kikiendelea na hakuwa na wasiwasi hata kidogo. Hata hivyo, aliendelea kuwa na imani kuwa Sang-hee angefika bila shaka. Ndipo mlango wa chumba cha upasuaji ukafunguka taratibu na mtu aliyeingia alikuwa daktari wa usingizi, Sang-hee. Kwa bahati nzuri, hakupoteza muda mwingi. Sang-hee alianza kumpa mtoto dawa ya usingizi na upasuaji ukaanza rasmi. Madaktari waliokuwa katika chumba cha uchunguzi, observatory, walikuwa na msongo mkubwa wa mawazo kwa sababu haya hayakuwa mashindano tu, bali yalihusu maisha ya watoto wawili. Upasuaji uliendelea
kwa utulivu na kwa mpangilio mzuri, huku Dr. Han akifanya kazi kwa kasi zaidi kuliko Park-hoon. Timu hizo mbili zilikuwa zikishindana na muda ili kukamilisha upasuaji wao, lakini ghafla Soo-hyun alipoteza umakini, jambo lililosababisha mshipa wa damu wa mgonjwa kukatwa. Akiwa na hofu, Soo-hyun akaangusha vifaa vyake vya upasuaji. Akiona muda muhimu ukipotea, hakuamini kuwa angeweza kuhimili hali hiyo. Sang-hee naye alikuwa chini ya shiniko kubwa sana kwa sababu maisha yake na ya Park-hoon yalifungamana na upasuaji huo. Park-hoon akiwa hajui kinachoendelea, aliendelea kuwa thabiti, akimwambia Soo-hyun aishughulikie hali hiyo yeye mwenyewe. Soo-hyun alikumbuka mbinu alizofundishwa na Park-hoon na akajaribu kujituliza. Wakati huo huo, Dr. Han alimaliza upasuaji wake. Ndipo Sang-hee akamuona mwanaume wa mavazi meusi katika chumba cha uchunguzi. Akitaka kumwepusha Park-hoon na hatari, aliharakisha kusaidia. Kwa ushirikiano wa kila mmoja, Soo-hyun alirejesha utulivu wake na upasuaji ukarudi kwenye mkondo mzuri. Upande wa pili, Dr. Han alikuwa tayari amemaliza kwanza, na muda ulipokuwa ukiendelea, timu ya Park-hoon nayo ilimaliza upasuaji wao kwa mafanikio. Ingawa walichukua muda mrefu zaidi kuliko timu ya Dr. Han, kwa Park-hoon kuokoa mgonjwa ndilo lililokuwa jambo muhimu zaidi, bila kujali kasi au ucheleweshaji wa upasuaji. Hata hivyo, hakutambua kuwa mashindano haya yalikuwa suala la maisha na kifo kwa Sang-hee. Katika wakati hatari, yule mwanaume wa mavazi meusi alimkaribia Park-hoon, lakini Sang-hee akamsukuma Park-hoon pembeni, akamwepusha na hatari. Walipotazamana, kutoelewana kwao kwa muda mrefu kulianza kufutika. Sang-hee hakuficha tena utambulisho wake wa kweli. Yeye ndiye alikuwa mpenzi wa Park-hoon, Ji-hae. Wakati huo huo, kengele ya hospitali ilitoa tahadhari ya kijani na kila mtu alikimbilia katika chumba cha ITC. Mwanaume wa mavazi meusi hakuwa na chaguo ila kuondoka. Ikabainika kuwa upasuaji wa Dr. Han ulikumbana na tatizo. Dr. Han alishangazwa sana na akamwaliza msaidizi wake nini kilisababisha kushindwa huko. Matokeo hayo yalimshangaza pia Dr. Moon kwa sababu kushindwa kwa timu pinzani kulimaanisha ushindi kwa timu ya Park-hoon. Park-hoon na Ji walikaribia, lakini Park-hoon alikuwa na wasiwasi tu kuhusu usalama wa mtoto. Alitaka kumfanyia mtoto upasuaji yeye mwenyewe, lakini Dr. Han alimzuia. Dr. Han akaanza upasuaji wa pili kwa mtoto akiwa amejaa hasira kali, kwa sababu mafanikio ya upasuaji huo yangeamua kama angeirithi hospitali au la. Mkurugenzi O aliyekuwa akiangalia kutoka kwa watazamaji alivunjika moyo na akaondoka. Wakati huo huo, Ji alimkabili mwanaume wa mavazi meusi akimtuhumia kuwa karibu kuwasababishia yeye na Park-hoon kifo. Kwa mwanaume huyo, Ji hakuwa kichako cha zaidi. Akiweka maisha ya Ji na Park-hoon mikononi mwake, aliwaanyoza wache kabisa kufikiria kutoroka. Upande wa pili, Park-hoon alitaka kumshirikisha Ji habari njema, lakini hakufanikiwa kumpata kwa simu. Hatimaye alimuona hospitalini na akaanza kumfuata, lakini akamkosa tena. Park-hoon akaona gari la Ji-hae kwenye lango la hospitali na akalifuata hadi nyumbani kwake. Alipogeuka, akaona tabasamu usoni mwa Ji lililokuwa la kufahamika na pia la geni. Wakati huo, kumbukumbu zote za wakati zake na Ji zilimjia kwa wingi. Park-hoon hakuamini kuwa siku hii hatimaye imefika. Licha ya mateso yote aliyopitia, kupatikana kwa mpenzi wake kilifanya kila kitu kiwe na thamani. Wawili hao walikumbatana wakilitania kuachiana baada ya miaka mingi ya kutengana. Waligusa nyuso zao kwa upole, wakishindwa kudhibiti hisia zao. Katika siku zilizofuata, waliishi maisha ya haraka, akitamani kuwa na Ji milele. Park-hoon akaamua kumchukua aondoke naye. Alimpa rushwa mjomba ambaye aliahidi kuwasaidia kutoroka kimya kimya. Hivyo basi, Ji-hae alikuwa na wasiwasi mkubwa na hofu zake zikatimia pale kundi la watu wasiojulikana kulimkamata yule mjomba, na Park-hoon akamchukua Ji-hae na kujiandaa kukimbia, lakini walizingirwa haraka na kiongozi wao alikuwa yule mwanaume wa mavazi meusi. Park-hoon akakamatwa na alikuwa na wasiwasi mkubwa sana kuhusu mpenzi wake. Ji-hae akachukuliwa na wanaume wawili na kumuona akichukuliwa kilimfanya Park-hoon aombe kwa uchungu. Hata hivyo, mwanaume wa mavazi meusi hakuwa na nia ya kuwaacha waende. Alianza kumdhalilisha Ji mbele ya Park-hoon, jambo lililomfanya Park-hoon ahisi kushindwa kabisa. Alipoona kuwa alitimiza lengo lake, mwanaume huyo akapanga Ji aondolewe, kisha akamtolea Park-hoon masharti yake. Kwanza, lazima amfanyie Jang Sak-ju upasuaji. Pili, lazima aifiche siri ya utambulisho wa Ji-hae. Baada ya kumdunga Park-hoon dawa ya usingizi, Park-hoon akapoteza fahamu haraka. Bila yeye kujua, haya yote yalikuwa sehemu ya mpango
uliopangwa na mwanaume wa mavazi meusi na G, kwa sababu wote wawili walikuwa wanachama wa shirika moja. G alimwangalia Pa Kun akiwa hali ya mateso, bado akibeba uzito wa majukumu yake, na akajisikia kusitaa kwa maumivu moyoni. Walipoondoka baadaye, Pa Kun alipata fahamu akiwa ndani ya gari la mtu mwingine, moyo wake ukiwa umejaa hofu kubwa kuhusu usalama wa mpenzi wake. Aliweka kila kitu hatarini ili kumtafuta G. Ghafla, Soo-hyun alimpigia simu akimwambia kuwa G alikuwa pembeni yake. Pa Kun alikimbia kwa haraka, akamvuta G na kuondoka naye, akiwaacha wote wakiwa wameshangaa. Hata hivyo, Pa Kun alikataa kabisa kujisalimisha. Hakuwa tayari kuendelea kuwa chini ya udhibiti wa mwanaume wa mavazi meusi. Ji-hye alielewa nguvu ya shirika hilo. Alijua kuwa haijalishi wangejaribu kukimbilia wapi, wangeweza kufuatiliwa na kupatikana, hata na watu wenye mamlaka makubwa kama waziri mkuu, ambaye kwa wakati huo alikuwa mmoja wao. Pa Kun akaamua kufanya upasuaji kwa Jang Sak-ju. Wakati huo huo, Dr. Han alitaka kurejesha heshima ya timu yake baada ya kushindwa. Alimsihi mkuu wa hospitali Dr. Oh ampe nafasi nyingine. Hata hivyo, Dr. Oh hakumwonea huruma hata kidogo. Sio tu kwamba alikataa kumpa nafasi ya pili, bali pia alifikiria kumhamishia kwenye chuo cha mbali kama sehemu ya mpango wa kulipiza kisasi. Dr. Han alipiga magoti chini akimwomba mkurugenzi Oh kwa nafasi nyingine, akifikiria kwamba mtu huyu ndiye aliyemuua baba yake zamani. Ili mradi aweze kutimiza kisasi chake, alikuwa tayari kupiga magoti mbele ya adui yake. Mkurugenzi Oh alipomwona Dr. Han akipiga magoti nje ya mlango, alikumbuka kwamba maneno aliyosema alipokuwa mtoto yalikuwa tofauti kabisa na anayosema sasa. Hata hivyo, alitambua kuwa hii ndiyo ilikuwa fursa yake pekee. Upande mwingine, Pa Kun, akiguswa na hali ya mjomba mmoja ambaye hakuweza kugharamia matibabu, alipanga kwenda kumkabili tena Dr. Han, lakini Dr. Oh alivaa tabasamu la ajabu kwa sababu alikuwa ametangaza ahadi ya kumpa msaidizi wa Pa Kun cheo kikubwa kwa masharti ya kuhakikisha upasuaji huo unashindwa. Hilo lingeokoa fedha nyingi na pia kumwacha Dr. Han akiwa hajajiandaa vya kutosha kwa upasuaji. Dr. Han akiwa tayari ameshinda pambano lililopita, akaanza upasuaji. Alimwambia Pa Kun kwamba mgonjwa alikuwa na tatizo la kuganda kwa damu, yaani upungufu wa chembe sahani platelets, jambo lililofanya upasuaji uwe hatari, hasa kwa sababu ya matumizi ya dawa za kuzuia damu kuganda, anticoagulants. Lengo la Dr. Han lilikuwa kumzuia Pa Kun asiendelee na upasuaji, lakini Pa Kun hakuvunjika moyo hata kidogo. Katika juhudi zake za kuokoa mgonjwa, alifikiria mbinu ya zamani ili... Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia subiri sehemu ya 3 hapa Dathon TV. Lakini usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kupendekeza movie gani tuifanyie kazi.